aweke hadharani. Ana kipima awaite kwanza waandishi wa habari wote muende pale mbwe, na kale kadada kale kaitwe kakamatwe kaje pale kama kachawa kakae nyuma mbwe. Aya, vipimo hapa, chukua dada, tangaza mwenyewe. Sio atangaza yeye Doto Magari, atangaza yule dada mwenyewe. Mtazamaji wa Bongo Plus TV, tupo na Alhabib kichefu. Kwema mzee wangu? Kwema, vipi hali kaka? Mambo ni aje? Mimi nashukuru, sijui wewe. Nipo vizuri. Nisoko wakututafuta. Leta habari. Tupata kweli akia Mungu mwenye vichaka. Leta habari. Sasa bwana, habari kubwa ni kuhusiana na hii issue ya Doto Magari kuweza kuzushiwa kuna kitu na yule mwanadada ambaye amejitokeza katika mitandao ya kijamii na kuzungumza kwamba Doto Magari ana ugonjwa bwana, VVU bwana. Ana ukimwi. Yule mwanamke kuja kuzungumza. Blaza Doto Magari, kama ni kweli kwanza nenda kapime. Na kama ni kweli unao. Kama ni kweli blaza. Ameoa kwanza? Hajaoa. Mpaka umliwe mizigo mingapi kishapiga? Yaani kama ni kweli katika mizigo aliyopiga, mimi naamini mingi si mirupo. Kapiga mizigo yenye akili kwa sababu ana hela. Sasa hawa kama watagundua kweli Doto Magari ameathirika, wakija na wanasheria zao, kaka watakubakisha na kijiko tu ndani. Sio umenisoma hapo, hujanielewa vizuri? Nakuelewa. Hawa walopita nao hii mizigo. Alopita nayo hii. Alafu hii inagundulika, mtu anatoka hadharani anasema kuwa ana uhakika 100% Doto Magari ameathirika na ukimwi. Haya, kapiga mizigo mingapi Doto Magari? Ukitoa ile ahadi ya Mungu, kila mizigo unaopiga ndio ushahidi wako utafufuka nao mwilini. Ukipiga 100 utahakikisha mpaka pua haionekani. Sasa hii duniani hujafa. Wamegundua wewe ndio una virusi bwana Doto Magari. Alafu ushapita nao wengi, utawabebea nguo gani? Na wakijigundua nao tayari TANESCO itakuwaje hapo? Kwani wewe unafikiri kwa sasa hivi wewe unamuona Doto Magari kwa jinsi alivyo, bila shaka unamfuatilia sana Doto Magari. Unapomuona wewe ni kweli anaweza kawa nao kwa jinsi unamuona? Hapo Doto Magari mawili. Anaweza kawa nao ama asiwe nao. Kosa lake aweke akili sawa. Doto Magari anacheza na wasomi. Doto Magari anatukana wasomi. Serious kabisa. Wewe unamuonaga mwenyewe au muonagi nyinyi? Japokuwa sasa tunafurahia mtandaoni, lakini anawagusa wasomi. Na wasomi hawakupigi ngumi wala tofali wala nyundo, wanakupiga kidogo kutumia akili. Yaani kama ni wasomi wameanza kutumia akili kwenda kumchafua au kuua brand ya Doto Magari, ndio wametumia punje ya mchanga. Bado hajatumia kiroba cha mchanga. We Doto jeuri brother. Doto, we. Doto Magari sawa, tunafurahi naye Doto mataji. Hamna msomi anampenda Doto Magari. Hamna. Msomi kasoma, analipwa 200,000, aelewi zishen tupu mshahara wenyewe, maisha magumu, afu unamkuta mzalamu anakula kwa mdomo tu. Wewe utampenda huyo? Ni wasomi wanafanya mambo. Kacheza na wasomi. Inawezekana dada asema kweli, ama inawezekana wasomi washaanza kufanya mambo kwa Doto Magari. Kwa sababu anapocheza napo kule kwenye watu ambao hawatumii nguvu, hawatumii bunduki, hawatumii shoka wala nyundo, wanatumia knowledge. Akili inafanya kazi. Unajua kuna tofauti mkubwa mtu aliyesoma na asiyesoma. Hata kama wewe umesoma afu na miela. Au hujasoma afu na miela, afu aliyesoma ana hela. Utofauti mkubwa upo blaza. Tusiongopeane. Aliyesoma kasoma, hata kama ana hela kasoma tu kaka. Wewe hata uwe bilionea alafu ndo una elimu. Unapokwenda kukaa kikaa na watu 5 ambao wenzako wamesoma, utajiona wewe tofari tu. Hiyo ni ukweli. Si umeelewa? Au leo ukutana na bosi uso kwa uso, ana miela mikampuni kila kitu, alafu anaambiwa na kisukari. Huyo bosi ana furaha gani duniani? Ana furaha. Sasa Doto Magari kashajiweza. Mpunga nao. Alafu huyu dada kaja indirect akupinda. Simenisoma, kanyoosha. Walipokuwa nakutana huko kipindi hiko, mazingira na majibu ya Doto, si unajua? Kikubwa yote mzigo wote akapime.
aweke umma hadharani, hata wafuasi wake, washabiki wake tutampigia makofi. Ila kama akikutwa anao kaka Doto magari wasome nataka kufanya mapigipigi sio magari tena. Yaani tumia akili kaka hapo. Wasomi hao. Wasomi wanataka kulegesha bodaboda Doto magari, kwa makini brother. Wasomi achana nao. Wasomi leo wanachukua mali zetu katika Afrika, wanaondoka nazo nje. Wasomi. Ukija kuangalia sasa Doto magari. Yule dada alichokizungumza. Ni vizuri ama Doto magari unafikiri afanye kitu gani labda ili mambo yapoe? Doto magari kikubwa kwanza alichozungumza yule dada, alichokiongea huyu dada huyo. Kwanza kabla kuongea kujitokeza hadharani na kuongea kishujaa na kuongea pasipokuwa na uoga na kuongea kila kitu, hii kwanza ni kuua brand ya Doto magari. Ili pigo la kwanza. Umeelewa? Kwa sababu Doto magari washabiki wake wengi 100% nadhani pena wanaume 40-60 wanawake. Kagusa kwenye uchumi wa wanawake kwa Doto magari ana ukimwi. Sasa aliotembea na Doto magari wanaume si wanawake. Sasa uoni kama kamgusa kwanza katika upande wa kina mama wenzake huyu. Nimemwambia akili, tumia akili Doto magari. Watu wamekuja wasomi hao. Inawezekana brother hauna wasomi wameanza. Yaani msomi atumie bakola, maneno tu kaka. Anaguswa huyu, anapelekwa kule, kinawekwa kule sawa, kinakorogwa, kinatulia hapa, anachukuliwa mtu anamweka hapo. Utakula, utakunya, nyumba utapewa, gari utapewa, lipua. Wana hasara nini? Hasara low bro. Sasa Doto magari afanye nini? Akapime, afanye nini hapa? Akapime. Aila alikwepeki brother. Akapime. Na hizi issue za kina dada sasa hivi kutoka mitandaoni kulipua ukweli wa watu. Juzi tu hapa tulianza kulalamika masuala jamaa zetu wale. Dada kama ametoka mtandaoni kaka mjaenda kumpiga makena shehe wako watu. Unajua? Huyu naye kakurupuka na Doto magari. Hapa huu mwaka atakurupuka wengi mtandaoni. Nyie superstar mwe makini. Na hao wanawake zenu kwa sababu tazameni anamtokea Doto magari. Dada anasema Doto magari ana ukimwi, sio mie. Msinitolee macho. Mimi mwenyewe nimeona huko. Dada anasema Doto ana ukimwi na alikuwa anaenda kupima naye kliniki mwanzo huko nyuma. Umeona? Hajatoka nyuma TV mbele ya raiki ya mtandaoni. Sasa kikubwa ambacho Doto atakiwa akifanye kama mtu mzima, kama brother wetu au soma sisi wenyewe tufiri tukubali hili swala au soma kwa haraka kwa sababu usimkadirie mtu kwa macho. Inawezekana mafanikio yanakuponza vile bro. Ila kikubwa bro, nenda kapime. Aweke hadharani. Aweke hadharani. Ana kipima awaite kwanza waandishi wa habari wote muende pale mbwe na kale kadada kale kaitwe kakamato kaje pale kama kachawa kakae nyuma. Mbwe aya vipimo hapa, chukua dada tangaza mwenyewe. Sio atangaze yeye Doto magari, atangaze yule dada mwenyewe. Yaani kikubwa Doto magari aende akapime alafu vipimo vyake vije kutoka hadharani kabisa. Na atangaze yule dada. Maamuzi magumu yanafanyika katika wakati mgumu. Na maamuzi mepesi katika wakati mwepesi. Ukichanganyisha haya maamuzi mawili, hilo ni atomic bro. Umenisoma? Akapime. Akishapima vile vipimo aje navyo awaite waandishi wa habari. Au sio bwana? Kwa sababu hili swala limeshamchafua mtandaoni. Linamharibia brand yake kiukweli. Sisi wenyewe tunasikitika. Sisi wenyewe tunamfuatilia magari. Au sio bwana? Limemchafulia brand yake kiukweli. Au sio bwana? Alafu aitwe yule dada aliyeongea. Kwa uchungu tunaongea. Sisi wote ni wanaume. Leo kwa magari, kesho kwako. Umenisoma? Kesho kwangu. Mtu anakurupuka zake ataka akutoe kwenye reli, ataingia mtandaoni, atakuchafua jambo hili na hili kwa sababu ni maarufu, inakula kwako. Tusimtazame magari tu, itamtokea mtu maarufu mwingine yoyote mtandaoni. Agewe dada mwenyewe atangaze, jamani mimi niko shobo. Niko nampenda Doto magari kanikataa. Kama hapo vithibitisho vikionyesha kwamba Doto ana. Kama Doto ana, mimi mwenyewe atanitafuta yule dada. Atanitafuta ubaya. Unafikiri? Lakini kama anao. Yaani kama Doto magari ana utampiga surati kiza huyu pumbavu. Haoni mpaka anakufa. Kama ana ukimwi. Kama anao. Kama anao Doto ana kazi na Mungu kwanza kabla sisi.
Yaani ana kazi na Mungu kabla ile mizigo aliyepiga. Tuongee ukweli, sio wanaume tufichane nini hapa? Yaani kama anao akae kabisa. Pene kama alikuwa anakwenda huko vichochoroni pene ambao watu hawajitambui. Lakini kama ameshiriki seksi na watu wenye akili timamu watamshtaki. Wakikuta wamepima wanavyo watamshtaki. Ili atulie kimanani. Tunaliongelea kiundani ya kiujamii zaidi. Umenisoma? Kwa sababu watu wengi vitendo kama hivi vipo na wanavifanya. Mtu akishajijua yeye ameleft end katika afya, anataka kuondoka na wenzake kwenye kijiji. Hii nayo inauma. Na dada zetu waache tamaa. Tamaa, yani vyote tunavyoongelea hapa vyote vipo ndani ya mfumo wa tamaa. Si umenielewa? Subira hatuna. Subira, yani akapime tu blast, akapime. Haina ibadala hiyo. Yani kama ni mimi nishafika Muhimbili saa hizi na nishapima na nishaita na nishawaambia watu jamani, mimi kweli kwani tatizo ni nini? Sinatumia dozi, maisha yaendelee. Kwani Doto Magari peke yake? Tukianza kukagua na masuala ngoma nchi inaweza kabakia wawili tu. Walobakia wote failures. Kwa sababu mfumo wa maskini ngono inazunguluka ndani kwa ndani. Si umeelewa? Sasa ogopa mfumo kama huo. Si umenisoma? Ndio sasa unamkuta mtu anasema wewe maskini ipo karibu na Mungu. Kila siku maskini anakufuru. Pia hata wasanii pia hata influencers wenzake pia wamejitokeza kina Mwijaku kumwambia Doto Magari pole nenda kapime sijui ni nini. Doto Magari mbozala wasomi nini. Mambo yamekuwa ni mengi sana. Hilo ni funzo. Hata hao kina Mwijaku wote hilo ni funzo. Wote sisi tuna familia. Hamna muhuni hapa anaonekana mtandaoni kijinga jinga. Wote sisi tuna family. Au sio bwana? Na tunahitaji familia zijifunze kupitia kwetu. Au sio bwana? Baba ukiwa chizi na watoto watakuwa machizi. Sio umenisoma? Mama kwa zeshen, mtoto naye atakuwa zeshen nyumbani. Au sio bwana? Kwa hiyo kile sisi ikiwa ni watu ambao tupo ndani ya jamii, ndani ya mitandao, tujitahidi sana. Kuna baadhi ya vitu tuepukane navyo. Havina ulazima. Unafikiri? Havina ulazima. Utakuta mtu mmoja ana mademu 18. Sasa wewe umekuwa ng'ombe wewe. Wewe umekuwa ng'ombe, wewe ndio kidume wewe. Vitu vingine usimlazimishe Mungu akukange moto kabla hujafa. Haya, umeenda kupima umekuta ndo mzigo wenyewe unao, itakuwaje hapa? Dada akachukua kombe muda huo ndo ashangilia yeye ndo mshindi. Sasa sisi hatutaki awe mshindi yule dada. Tunataka yeye achukue karatasi, aite waandishi na yule dada ndio atangaze mimi niliongopa. Afu ndani haina kuacha kwa sababu iwe fundisho kwa wanawake wote wenye tabia kama zile. Sasa katika mambo hayo labda una nini la kuambia vijana wengine labda hapa kikubwa katika upande wa kama motivation. Yaani kikubwa katika upande wa vijana wenzangu ambao tupo katika umau. Tuwe makini sana kwanza. Kwanza sisi mitandaoni mitandaoni jamani, mitandaoni. Wewe unavokaa mtandaoni ukatupa picha ya ovyo. Kwani anayomiliki simu ni watu ambao tofauti na ndugu zako? Kuna kaka yako na watoto zake nao wanamiliki simu za mikopo huko mitaani. Sasa hizi zimekuwa nyingi. Unavotupa picha za utupu, hata mtoto kaka yako anaiona. Umeelewa? Inawezekana ndugu yako ipo kijijini huko, anafunua na kukuta wewe upo kwenye hali kama hiyo. Hasa ndo nini maana yake nini? Yaani mnaona kama hamtokufa vile, yani mtaishi mpaka milele duniani. Mmesahau hata aliyewaumba kawaambia nini? Huku mtandaoni sio sehemu ya kuonyesha tupu zenu. Umeelewa? Kama mzuri utaonekana, mbaya ndo anajitangaza. Umeelewa? Mzuri anaonekana, mbaya itangaza. Na kosa kubwa tunalofanya sisi, na hili kina Doto Magari wanisikize vizuri. Na yusia nafsi yangu, na yusia nafsi zenu wote mmecheza mitandaoni huko. Mwenyezi Mungu aliongea kauli moja. Oweni wajane na bikra. Oweni wajane na bikra. Aliko na maana moja. Mjane hatopigiwa simu tena na basha yake wala walaki. Kafa atampigia kaburini. Unamiliki wewe chuma iko. Na yule tokee kwanza naye mwanzo, Mungu anajua siri gani aliyoiweka. Ukioa, ukitoka point na hapo, umechukua tofauti, uvumilie kama mtoto wa kiume. Umeoa mademo wa watu. Itake kukuta wewe vumilia, wewe umeoa demo wa mtu. Sio umenisoma? Ila hatusemi vipo. Wapo wanaolewa na wanafanya madhuri, ila ni wachache.
Kwa hiyo Doto Magari hili kaka, ukitaka kulipangua nenda kapime, tunakusikilizia na sisi tupo macho. Kina Mwijako wanakusikilizia huko. Yaani wazee wote wa mitandaoni wamekaa hivi sasa hivi. Si mwenzetu limekukuta wamekaa hivi. Mwenzetu si mtandaoni huko. Mwana jamii mwenzetu huyu. Kwa hiyo kwa upande fulani tumtetee kama kasingiziwa, tusikurupuke kwa sababu ya maslahi ya kidunia. Kama kapata Mungu kampa. Mimi nasema kama Mungu kampa kwa ajili ya mdomo, acha endelee kumpa. Ndio njia Mungu aliyempangia. Waache fitna. Kama ana sasa. Kama ana hiyo. Kama anao. Aisee wewe kwa Mungu hapa. Sasa bwana, shukrani sana. Kwa sababu anafanya makusudi kitu anakijua. Unajua hilo kaka? Yaani unajua hii ni dhambi afu unafanya dhambi. Afu unasema nitampa dua baadaye Mungu anisamee. Utasamehewa wewe. Malaika gani aje